Yes, mtazamaji wa Nevia Media, ni siku nyingine tena, ni siku ya Ijumaa. Tunakutana hapa kwenye channel yetu pendwa ya Nevia Media. Kumbuka hapa tukikutana huwa tunapeana update mbalimbali za kimichezo ambazo zimeweza kujiri kwenye taifa letu la Tanzania na hasa kwenye ligi yetu ya NBC ya Tanzania. Sasa siku ya leo bwana, nataka nikupitishe kwenda kutazama kile ambacho ameweza kukizungumza mwenyekiti wa Simba Sport Club Multaza Mangungu, na hii ni baada ya kupokea katiba yao mpya kutoka serikalini. Kumbuka kwamba Simba Sport Club walikuwa kwenye mchakato wa transformation sasa, ambao mchakato huo ulianza tokea 2018 na imepita miaka mingi bado walikuwa hawajapokea katiba kutoka kwenye serikali. Sasa kama ndo mara ya kwanza unaitembelea channel yetu, kabla sijakuwekea kile ambacho ameweza kukizungumza Multaza Mangungu, kama ndo unaitembelea channel yetu ya Nevia Media, na ikusi tu usubscribe kwa kubonyeza maandishi ambayo unaona yako hapo yameandikwa subscribe, na kisha uguse alama ya kengele ili uweze kutani on notification, na ujihakikishie kwamba unapata notification pindi tu tunapopandisha stories zetu, unakuwa ni mtu wa kwanza kuzitazama. Sasa mwenyekiti wa Simba Sport Club Multaza Mangungu amesema uongozi wa klabu hiyo umepokea rasmi maboresho ya katiba kutoka serikalini na tayari umeanza kuyafanyia kazi kwa kuzingatia taratibu na sheria za nchi. Kauli hiyo imekuja kufuatia hatua ya msajili wa vyama vya michezo kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT kukabidhi Simba katiba yao iliyofanyiwa marekebisho, huku wakisisitiza klabu kuendelea na mchakato huo kama ilivyoelekezwa. Mangungu ameeleza kuwa uongozi umepokea maelekezo hayo na unahitaji muda wa kuyapitia na kuyatekeleza kwa umakini ili kuhakikisha kila kipengele kinafanyiwa kazi kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa ndani ya katiba hiyo pamoja na miongozo ya kisheria. Sasa mwenyekiti wa Simba Sport Club Multaza Mangungu ameweza kusisitiza kuwa mchakato wa mabadiliko ndani ya klabu hiyo si jambo dogo, kwani unagusa mamlaka zaidi ya moja za serikali, hali inayohitaji umakini na utaratibu wa kina. Sasa kuna eneo linalosimamiwa na Wizara ya Michezo, kuna eneo linalosimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria, pia linalosimamiwa na Wizara ya Viwanda, Biashara. Aliweza kuyasema hayo Multaza Mangungu, akibainisha kuwa kila hatua lazima izingatie matakwa ya kisheria. Ameongeza kuwa mchakato huo ulianza muda mrefu, hivyo utekelezaji wake unahitaji subira na kufuata taratibu zote za kisheria ili kuhakikisha mageuzi hayo yanafanyika kwa usahihi na kwa nufaa ya klabu pamoja na wanachama wake. Sasa hayo ndio aliweza kuyazungumza mwenyekiti wa Simba Sport Club Multaza Mangungu, na hii ni baada ya kupokea katiba yao, na katiba ikiyohitaji kufanya transformation. Sasa aliweza kuyazungumza hayo na akaweza kusema kwamba transformation inahitaji mchakato, wataipitia katiba hiyo na kuona nini cha kufanya. Lakini kama ndio mara ya kwanza unaitembelea channel yetu ya Nevia Media, ni kusii tu haujachelewa, cha kufanya ni kusubscribe, kugusa maandishi ambayo unayoona yako chini ya video hii ambayo unaitazama, yameandikwa subscribe, na kisha uguse alama ya kengele ambayo unaiona iko chini hapo pembeni. Hayo maandishi yaliyoandikwa subscribe, kuna alama ya kengele, ibonyeze alama ya kengele ili uweze kutani on notification, na ujihakikishie kwamba utakuwa unapata taarifa fupi tu tunapopandisha stories zetu, basi unakuwa ni mtu wa kwanza kuzitazama na unajihakikishia kwamba tayari umeshakuwa ni mwanafamilia wa Nevia Media.